na kukiwa kifuani kukawa na Mwenyezi Mungu mmoja, kukiwa kifuani kukawa na ilahan wahidan wa rabba shahidan wa nahnu lahu muslimun, wakawa na imani ya kiuhakika kabisa wao ni waumini, kisha wakamwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh, basi tungewafungulia baraka kutoka mbinguni, mvua zingenyesha, baraka zingepatikaniwa katika ardhi, watu wakilima, wakulima wangevuna, baraka zingeshuka, watu maisha yangekuwa mazuri lau wangemwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watu wa kitongoji na watu wa kijiji. Ndugu zangu wa Kiislamu, sehemu yoyote, mji wowote, ukiwa utaka upate baraka ya Mungu, basi watu wale wajilazimishe kuacha Mungu. Leo baraka zitaenea vipi katika miji yetu? Miji ya kwanza katika miji yetu ndio kitu cha kwanza ukorofi na maasi yafanywa huko katika miji yetu. Kwenye miji yetu ndio kuna watu ambao kwamba wenye kufanya ukorofi. Kwenye miji yetu ndio kuna watu ambao kwamba wenye kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baraka haiwezi kutawala katika maisha yetu. Wazinifu wako katika miji yetu, wenye kujiuza wako kwenye miji yetu, wenye kufanya uchawi wako kwenye miji yetu. Baraka vipi itaenea katika miji? Ndio wapata bahati ya kwenda nje, mfano ukaenda Yaman, ukaenda wapi, miaka 10 ukaenda, lakini maskini ya Mungu ile miaka 10 yako ukirudi waikuta magongo na kwa hole iko vile vile, haijabadilika. Vijumba vile vile, maduka yale yale, yani hakuna maendeleo, kwa sababu baraka ya Mungu imekosekaniwa katika miji ile. Maasi yamekuwa mengi, baraka itaenea vipi? Kwa sababu baraka ikiwa sehemu, mji ule unakuwa na maendeleo, watu wale wanapata baraka, wanaendelea kwa sababu Mwenyezi Mungu amewabarikia katika miji ile. Wenye kufanya biashara wanaendelea, wenye kufanya kazi wanapata kazi zao, kwa sababu Mungu amefunika sehemu ile na baraka. Ucha Mungu, ndugu zangu wa Kiislamu. Kwa hiyo nyumba yako ikikosa ucha Mungu, wewe baba na mama, ikiwa nyumbani kwako huna ucha Mungu pamoja na watoto wako, usitarajie baraka ya Mungu itawale katika nyumba yako. Usitarajie baraka ienee katika nyumba yako. Watoto wako si wacha Mungu, wewe mwenyewe humwogopi Mungu. Baba mwenyewe nyumbani kwako huna ucha Mungu, mambo unayofanya nyumbani kwako hayamridhi Mungu. Mke wako nyumbani hajitandi, hajiheshimu, ana keti tu wazi. Baraka ile itaenea vipi katika nyumba yako? Ukipata watoto hajabarikiwa, ukipata kile unachokipata hakibarikiwi, ukipata kazi haina baraka, misukosuko mingi inakuwa katika maisha. Ukizipata pesa kana kwamba zayayuka kwenye mikono, kwa sababu pesa zile zimekosa baraka. Na tuko katika shahrun mubaraka, mwezi ambao kwamba umebarikiwa. Ndio maana unamuona katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, hata yule ambaye kwamba hali yake iko chini anapata vyakula vizuri, anakula nyama vizuri, kuku anakula vizuri katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mambo yanakuwa mazuri kwa sababu ni mwezi uliobarikiwa. Uislamu, jambo ambalo kwamba la pili laacha tupate baraka na kinyume chake laacha tukose baraka, Uislamu kukata familia zetu. Tukiziunganisha familia zetu, basi katika miji yetu baraka ya Mungu itatawala. Silu arhamakum, unganisheni familia zenu. Hadithi iliyopokelewa na katika musnad ya Ahmad anatuelezea kwamba katika mambo aliyoelezea kwamba tukifanya hayo mambo tutapata dhamana kudhaminiwa na Mwenyezi Mungu. Miongoni mwa mambo haya akatuambia wasilu arhamakum, tunganisheni familia zetu. Ndugu zangu wa Kiislamu, baraka itaenea vipi katika nyumba yako ikiwa mtu wa kwanza, adui wako wa kwanza ni babako, adui wa kwanza katika maisha yako ni mama yako, ni mjomba wako, ni shangazi yako, ni watoto wako? Baraka vipi itaenea katika nyumba yako ikiwa umekata familia yako, ikiwa kizazi chako umekiweka kando? Haiwezi baraka ya Mungu kuenea katika maisha yako.
Uislamu, baraka ya Mungu inaingia kwenye watu ambao kwamba wanaunganisha familia zao, wanaunganisha uzao wao. Wasilu arhamakum, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa ametuambia katika aya, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuelezea masala ambayo kwamba ni ya kukata familia zetu, kukata uzao wetu. Usitarajie baraka ingie katika nyumba yako. Ajabu ndugu zangu wa Kiislamu, sisi mabarobaro, sisi mabarobaro. Kijana wako anakuwa mdogo, na hapa watu wote waliotuzunguka hapa asilimia kubwa ni wazazi, na hii jambo wameliona katika maisha yao. Mtoto anakuwa ni mtoto wako mdogo, unamlelea katika maisha yake mpaka anafika sehemu anabaleghe. Mtoto yule anabaleghe, unamtafutia kazi, amepata kazi nzuri, mshahara mzuri, amepata huyo, mara afa ataka kuoa. Wewe baba, wewe ndio unaenda kumposea, na wewe na mke wako unaenda kutoa posa ili apate kuoa. Yule barobaro yule, isitoshi, harusi yake wewe na mke wako mtaterema kucheza kwenye harusi yake. Lakini barobaro huyu akishapata mke tu, basi wa kwanza, hasidi wa kwanza ni babake, mchawi wa kwanza ni babake. Yani yeye saliha, mtu mwema tu ni mke wake. Katika familia yote ile hakuna mtu mwema isipokuwa sahaba, ni mke wake tu ndio mtu mwema. Yeye kila kitu anachokifanya afanya na mke wake, kila jambo analolifanya mke wake. Na hawa amekulelea.